Ethiopia inadaiwa kujenga kambi ya siri kwa ajili ya kuwapa mafunzo wapiganaji wa kikosi cha msaada wa haraka cha Sudani RSF, katika hatua inayotajwa na vyanzo vya kiusalama kama ishara mpya ya kuenea kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe vya Sudani katika ukanda wa pembe ya Afrika. Kwa mujibu wa vyanzo vilivyo karibu na masuala ya kiintelijensia na vinavyozungumza kwa masharti ya kutotajwa majina kwa sababu za kiusalama, kambi hiyo imeanzishwa hivi karibuni katika eneo la mpakani na Sudani. Inadaiwa kuwa inatumika kutoa mafunzo ya kijeshi, ikiwemo mbinu za mapigano ya ardhini, matumizi ya silaha nzito na uratibu wa vikosi. Kikosi cha RSF kinachoongozwa na Jenerali Mohamed Hamadi Dagalo maarufu kama Hemedti kimekuwa katika mapambano makali dhidi ya jeshi la taifa la Sudani SAF tangu mwaka 2023. Mgogoro huo ulianza baada ya mvutano wa muda mrefu kuhusu mpango wa kuunganisha RSF ndani ya jeshi la kitaifa katika mchakato wa mpito wa kisiasa kufuatia kuondolewa kwa rais wa zamani Omar al-Bashir mwaka 2019. Tangu kuzuka kwa vita hiyo, Sudani imekumbwa na hali mbaya ya kibinadamu. Kwa mujibu wa takwimu za mashirika ya kimataifa, maelfu ya watu wameuawa na zaidi ya watu milioni kadhaa wamelazimika kuyahama makazi yao, wengi wao wakikimbilia nchi za jirani kama Chad, Sudani Kusini na Ethiopia yenyewe. Taarifa za uwepo wa kambi hiyo nchini Ethiopia zinaibua wasiwasi mkubwa miongoni mwa wachambuzi wa usalama wa kikanda, huku wakisema ikiwa madai hayo yatathibitishwa, yanaweza kuashiria kuongezeka kwa ushiriki wa moja kwa moja au usio wa moja kwa moja wa mataifa jirani katika migogoro ya Sudani, jambo linaloweza kugeuza vita hiyo kuwa vita ya kikanda. Ethiopia na Sudani tayari zina historia ya mvutano wa kidiplomasia. Nchi hizo zimewahi kutofautiana kuhusu mpaka wa eneo la El Fashaga ambalo limekuwa chanzo cha mapigano ya mara kwa mara kati ya wakulima na vikosi vya usalama vya pande zote mbili. Hadi sasa serikali ya Ethiopia haijatoa tamko rasmi kujibu madai hayo, huku RSF pia hajathibitisha au kukanusha taarifa hizo. Ukimya huo umeongeza hisia za tahadhari katika jumuiya ya kimataifa, huku mashirika ya kidiplomasia yakisisitiza umuhimu wa kuepusha hatua zozote zitakazochochea kuongezeka kwa mgogoro. Wataalamu wa masuala ya amani wanasema kuwa kuingilia kati kwa nchi jirani, iwe kwa mafunzo, silaha au msaada wa kifedha, kunaweza kudhoofisha juhudi za kimataifa za kuleta suluhu ya kisiasa nchini Sudani. Kauli hiyo inakuja ikiwa tayari majaribio kadhaa ya kusimamisha mapigano yameshindwa, huku pande zinazohasimiana zikishutumiana kwa kukiuka makubaliano. Wakati wa mapigano yakiendelea bila dalili ya kumalizika, hali ya usalama katika pembe ya Afrika inaendelea kuwa tete siku baada ya siku. Ripoti hizi mpya zinaongeza presha kwa jumuiya ya kimataifa kuimarisha juhudi za upatanishi na kuzuia mgogoro wa Sudani kusambaa zaidi katika eneo ambalo tayari linakabiliwa na changamoto za kiusalama na kibinadamu.